sana Kasomi. Naam, asante kwa taarifa hiyo. Tuelekee kwenye taarifa nyingine ambapo kamati maalum iliyoundwa na Waziri wa Biashara na Viwanda Dr. Suleiman Jafo inaendelea kufanya msako kwa wafanyabiashara wageni ambao wamekuwa wakifanya biashara za wazawa ambazo zimekuwa zikiwakosesha wateja, ambapo mpaka sasa zoezi limefanikiwa kwa kiasi kikubwa. Hii ni taarifa ya Runa Mabai. Baada ya kutoka kwa agizo hilo la uchunguzi kufanyika ili kuweza kubaini wafanyabiashara hao, kamati maalum kwa kushirikiana na mwenyekiti wa wafanyabiashara Kariakoo wameendelea na msako wa siku 30 na kueleza mafanikio ambayo wameweza kufikia katika hatua nzuri. Kikubwa ni taarifa hizi ambazo zimekuwepo kutoka taasisi mbalimbali ambazo zilitolewa na idara ya uhamiaji, lakini kwa sisi tulivyoona ile taarifa tukasema tunahisi kuna kitu hakiko sawa. Kwa hiyo tumeingia wenyewe na Mheshimiwa Waziri alikuja Kariakoo kuona na aliweza kujionea, na tunaendelea na operesheni hii ya siku 30. Baada ya operesheni nafikiri tutakaa tufanye tathmini, tutatoka na majibu nini tumepata, nini kimetokea, na baada hapo Mheshimiwa Waziri ataelekeza hatua mpya za kuendelea nazo. Lakini ni operation tunatamani iwe ya kudumu ya moja kwa moja, lakini tunafahamu mafanikio ya operation hii ni pale tutakapopata sheria mpya ya kumlinda mzawa, na tunaendelea kuomba na kusisitiza kwamba tupate sheria ili basi iwe ni rahisi kwamba unajua mgeni akija ajielekeze kwenye kiwanda au kwenye ujenzi wa miradi makubwa mzawa, basi zile kazi zetu ziainishwe kisheria, na sasa tuna tatizo hilo la kwenye sheria. Baadhi ya wafanyabiashara wa soko la Kariakoo wameeleza kuwa wametakiwa kuwa wazalendo katika kuhakikisha wanaendelea kuwafichua wageni, huku wakiomba ukaguzi uendelevu ili kutokomeza biashara hizo. Kuhusiana na sakata la wafanyabiashara wa Kariakoo hapa, mimi nadhani cha kwanza uzalendo, maana kuna baadhi ya wazao wanawakombatia wageni, wanawapitisha njia za panya katika masuala ya vibali na katika masuala yote ya biashara, kwa sababu wao wenyeji na wanajua miundombinu, wanajua njia zote za panya. Wapo wengi tu, mpaka sasa hivi dakika 2 zimeisha kapita hapa Mchina anaendesha bajaji wanatuzia wenyewe kutoka China, na bado wanakuja hapa wanachukua leseni, wanaendesha sijui wanaendesha kwa leseni, sijui hawapewi leseni, wanapita hapa wanabeba abiria wanashusha. Yaani dakika 2 hapa tungekuonyesha hapa. Ni kama wanatunyima riziki kwa namna moja au nyingine. Kwa sababu gani? Wanapokuwa wanauza kitu kwa rejareja wakati wao wana viwanda na wanazalisha wao, inakuwa I make sense. Pia wanakuwa wametunyima ajira kwa wale ambao watu tungefanya kazi kwa wao viwandani kwao au kwenye maghala yao. Waziri wa Biashara na Viwanda Daktari Suleiman Jafo aliagiza kuanza kwa operesheni maalum Machi 17, 2025 jijini Dar es Salaam baada ya kufuatilia malalamiko kuhusu uwepo wa biashara za wafanyabiashara wa kigeni katika eneo la Kariakoo. Nikiripoti kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Runa Mabai wa EATV. Asante Runa Mabai kwa taarifa hiyo kutoka Dar es Salaam. Mtazamaji, tuungane na Buberwa John, mchumi huyu, kuangazia sakata hili ambalo amelizungumza Runa Mabai kwenye taarifa yake. Buberwa, habari ya Posta Dar es Salaam, karibu kwenye EATV saa moja. Habari ya Posta ni njema na nashukuru kwa fursa hii kwa mara nyingine. Tumeona taarifa hii na tumesikia maoni ya wafanyabiashara mbalimbali. Hili la wafanyabiashara wa kigeni ama wananchi wa kigeni kuja kufanya biashara ndani, hususan ndogo ndogo hizi, linaweza likawa na hasara gani kwa nyie wachumi, kwa taifa? Hasara zipo kama especially wafanyabiashara wa namna hii wanapokuwa wanafanya biashara katika mfumo ambao sio rasmi. Lakini wanapokuwa wanafanya biashara katika mfumo rasmi, na maana kwamba wamepitia na kupata vibali halali, inakuwa inatija kwa taifa. Na mtu anaweza kujiuliza, kwa uzoefu wa nyie ambao mmefanya hizi kazi za uchumi, mataifa mengine wanafanyaje kwenye kuhakikisha kwamba wana handle matukio kama haya? Kwa mataifa mengine, kwa mfano tukichukulia nchi za Falme za Kiarabu, nafikiri sisi kama Tanzania kuna baadhi ya wakinadada huwa wanaenda kwenda kufanya kazi. Lakini utaratibu wa kule ni kwamba kabla kujaenda, yani kama unataka kwenda kufanya kazi kule lazima uwe na mkataba, uwe na vibali. Sasa kwa sisi mifumo yetu ya hapa Tanzania kidogo, kutokana na labda na loophole ambao ipo, wageni wanaweza kutumia hizo nafasi kufanya hayo ambao wanayafanya, na mengi sana wanakuwa yanachangiwa na sisi wazawa, kwa sababu ndio tunawasaidia kufanya hivi.
Na maoni yamekuwa ni mengi. Kuna baadhi ya watu wanaamini kuwepo kwa watu hawa ni uzembe wa sisi ambao tuko ndani kushindwa kuziona fursa. Ina ukweli kiasi gani hii? Ina ukweli wa namna yake, kwa sababu kama Mchina ametoka China akaona wewe huko hapa, unaona, kwa sababu changamoto ambayo mara nyingi inakuwepo, bado soko letu la mitaji linatusumbua, unaona. Kwa hiyo wenzetu wanapokuja wana ile fursa ya kuwa na mtaji, anakuja na hela ya kutosha, kwa hiyo anaweza kufanya kile ambacho Mtanzania wa kawaida anakifanya kwa kutumia tu mgongo wako wewe ambaye uko hapa kama mwananchi. Njia ambazo wanatumia serikali kudili na hili jambo kiuchumi zina athari yoyote ama wako sahihi wanavyofanya msako mkali? Liko sahihi kwa maana ya kwamba yule ambaye amefanya hicho ni kwamba amevunja sheria. Unajua hauwezi kama umeomba kibali cha kuja labda kusema wewe ni expatriate wa kuja kuchimba kisima, sawa? Alafu tukaja tukakukuta unauza bidhaa za jumla Kariakoo, unaona. Ina maana umevunja sheria na pia umekiuka kibali ambacho kilikuleta. Kwa obviously utachukuliwa hatua. Mataifa mengine ambao umenipa uzoefu wake wanachukua hatua gani kwa watu ambao wanafanya matukio kama haya? Wanakwenda kwa ajili ya shughuli fulani, wanabadilisha shughuli wakiwa ndani. Hatua gani wanachukua kwa uzoefu ambao nao? Mataifa mengine wanakurudisha. Yaani vile watakavyokukuta wewe na nguo zako ni kuchukuliwa direct na kupelekwa airport na kurudishwa ulikotoka. Unashauri nini sasa kwa wafanyabiashara wa ndani kwenye hili ambalo wanalalamikia kwa sasa? Kwa wafanyabiashara wa ndani mimi nafikiri labda cha msingi ambacho wanatakiwa kufanya kwenye kusaidiana kutoa taarifa na kuziweka kuzijulisha mamlaka ambazo zinahusika na utaratibu, yani na ufuataji wa taratibu, inasaidia namna moja ama nyingine yani kulitatua tatizo. Ina maana kwamba kama tatizo litakuwepo na sisi tutaendelea kukaa kimya, na maana litaendelea kuongezeka kwa upana wake. Lakini kama taarifa kama hizi zitakuwa zinatoka na nini, kwa itatia uoga hata wale ambao kwa idadi ile ambao walikuwa wanatakiwa kuja wengi watapungua. Sasa tunaona kumbe Tanzania sasa wameanza kuwa serious na sio rahisi kuingia kama sisi tulivyokuwa tunasaidia. Buberwa, tunakushukuru sana kwa muda wako kutokea Posta kwa sasa. Nashukuru. Haya, huyo ni Buberwa John, mchambuzi wa masuala haya ya uchumi.